majina naitwa Abdulaziz Yusuf Alawi, kutokezea katika taasisi ya Zan Green Initiative. Mimi ni mkuu wa idara wa uhifadhi wa mazingira na kilimo endelevu. Leo kama ni siku adhimu kwetu, tumekuja hapa kushiriki tarehe 2 Februari kama ni siku ambayo ya siku oevu, ardhi oevu ambayo inajulikana kama ni wetland katika duniani kote. Ikiwa mna kumbukumbu, tarehe 27 Januari tulipata fursa kama taasisi kushiriki katika zoezi la 27 ya kijani katika kumuunga mkono Dr. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwa kama kuadhimisha siku yake ya kuzaliwa. Tulifanikiwa kuweza kumuunga mkono katika upandaji wa miti, ambalo tulikuja katika eneo hili la Kianga hapa kwenye bonde, tukafanikiwa kupanda miti kadhaa ambayo kwa ajili ya kutengeneza mazingira yaliyokuwa mazuri kwa jamii, especially katika kuhifadhi huu mto na katika kuhifadhi hii ardhi oevu. Kama mtajua, Zanzibar hatuna mito iliyokuwa mikubwa, kwa hiyo lakini tumebarikiwa kupata hivyo hivyo sehemu ndogo ambayo tunajua kama ni mto Mwera, ambayo hii chanzo chake hutoka huko, lakini mwisho wa siku maji haya humalizikia katika mto Mwera. Kwa hiyo kama jamii tunatakiwa tuwe makini sana katika kutunza sehemu kama hizi ambayo ni finyu kwetu sisi kwa Zanzibar. Hatuna sehemu hizi ambazo zilikuwa zimetawala kwa Zanzibar yetu. Zipo sehemu lakini ni chache sana. Kwa hiyo wito kwa jamii, kama tulipokuja hapa tulikuta kuna changamoto tofauti ambazo zimejitokeza. Kuna baadhi ya watu ambao katika kupita kwao walitoa baadhi ya miti, na kuna wengine katika usafishaji. Kwa hiyo utunzaji wa mazingira basi itasaidia kupelekea maendeleo mbele na kuweza kuifanya Zanzibar kuwa ya kijani. Kwa hiyo tunatoa wito kwa jamii na tunatoa wito kwa wakulima katika kuwa mstari wa mbele katika kulisimamia zoezi hili, na ikiwa kuna changamoto yote ile kutoa taarifa katika taasisi husika ili tuweze kuchukua hatua katika kuweza kuweka nchi mbele na kilimo mbele na mazingira mbele. Jina langu mimi naitwa Sadi Mabula Mwinamila, mkazi wa Kianga ya Sharikia. Nipo hapa kama mimi ni mkulima ambaye eneo hili ndio ninashughulika kulima. Katika ukulima wangu kama hivyo nikuta na lima na natilia maji katika hii sehemu ambayo inahitajika hasa muda kama huu, kwamba nitilie maji ili kusudi mazao yangu yaje juu. Na siku kama hii ni siku ambayo umenikuta na nilivyonitambulisha kwamba hii ni siku ambayo ni siku ya ardhi ambayo yenye kufuatilia ardhi ambayo yenye unyevunyevu. Umuhimu wake katika hii ardhi ya unyevunyevu kulima, kwamba unataraji kwamba hicho ambacho nacholima ukitilie maji ili upate kupata mazao ambayo yanaweza kukupatia mahitaji. Ardhi kama hii inakubali kupandwa mahindi, bamia, tango, mwendo kasi kama vile pilipili na vinginevyo ambao vya matunda, nyanya chungu na vingine ambavyo vinaingia katika section ya mboga. Jamii naiambia kwamba kujitahidi katika maisha kama haya, ukaona shughulika na kilimo ambacho kitakusaidia katika maisha yako kuendeleza namna ya maisha, basi na kukaa tu, kwa maana maisha yenyewe inatakiwa ujishughulishe, unaweza ukaambua. Kwa hiyo nawaambia wakulima wenzangu wasikae tu, shughulike na ukulima ambao alhamdulillah maji tunayo hapa jirani, unaweza ukashughulika ukapata chochote kuliko kukaa hivi. Kwa siku hii ya leo ya siku ya unyevunyevu, tunaweza tukasema wakubwa wanaoshughulika na mambo ya kilimo watujali sisi wakulima. Matatizo yetu yali kutuletea mbolea, mbegu zenye stahiki kulingana na ardhi tunayotumia hivi. Maana hiyo kuna changamoto zingine, mazao yanaweza akawa mazuri, lakini wafugaji nao ndo kama unavyoona, unajua anaweza akakufungia ng'ombe karibu, ukiwaambia unagombana nao. Watoto wanapita wanachuma bila kukuomba, nayo pia ni changamoto. Wewe ulikuwa unategemea labda upate polo kadhaa,
mtoto akipita anachuma na wao inshallah sadaka, lakini sasa sadaka bila kukuomba inakuwa ni mtihani kidogo. Kwa maana hiyo, hizo ndo changamoto tunazopitia. Mambo mengine ndo kama hivyo, binadamu hatupendani. Mnaweza mkawa mnalima hivi ukaja kukuta kitu ambacho wala hukistahiki, watu wamekuchimba, wamekuwekea labda kuku, wamekuzikia kuku. Hasa unajiuliza sasa, mekela nini? Mimi kilimo chakula ninacholima hichi chakula kila mtu, lakini mtu kafanya yake kaja kukufanyia hapa ili usifanikiwe. Lakini hao yote tunamshukuru Allah. Na hiyo tunajivunia siku hii ya unyevunyevu ardhi. Wakubwa tunaomba mtuangalie sisi wakulima wadogo wadogo, msitutupe mkono. Kwa maana hiyo, na sisi ni katika mojawapo ya watu tunaoendesha gurudumu. Kwa maana hiyo, mambo ya mboga mboga tunashughulika nayo. Hiyo hata mkubwa na yeye anahitaji mazao hayo tunayalima, kwa hiyo msitusahau sana.